changanya. Baada ya mchezo kutamatika Young Africans dhidi ya Namungo, Young Africans akibuka na ushindi wa bao 3-0, lakini Gumzo Alan Okello amekuwa bora sana. Sam, tumzungumzie kidogo Alan Okello, kiwango chake kimekuwa bora sana. Ya tukizungumzia general, mechi ya leo ilikuwa ni nzuri, mechi ambayo ilikuwa na mahitaji mawili tofauti. Dar es Salaam Africans walikuwa wapo kwenye mbio za kutawaza kuwa champions, wanagombania kuwa champion wa NBC. Ukiangalia Namungo FC walikuwa wao wanataka kujinasua kwenye kushuka daraja. Kwa hiyo ukiangalia ni mahitaji mawili tofauti kwa timu zote mbili. Kiufundi Yanga alikuwa amemzidi daraja Namungo FC, kwa hiyo all Dar es Salaam Africans na daraja kubwa kumzidi Namungo, wametoka na goli 3-1. Ukijaribu kuiangalia game jinsi ilivyokuwa, Alan Okello ni man of the match kwenye mechi ya leo. Ni mchezaji ambaye anaibeba Dar es Salaam Africans kwenye mabega yake. Tumeona amekwenda kuamua mechi. Ukiangalia jinsi ambavyo ana receive mpira na kuweza kuachia, anaulinda mpira, ana consistency nzuri ndani ya Dar es Salaam Africans. Kwa siku ya leo amekuwa ni mchezaji bora wa mechi. Kwa mimi ni mchezaji ambaye kwa sasa hivi tunaacha kumlinganisha na mchezaji yoyote. Kwa sasa hivi ana consistency nzuri na game ya leo kwake amecheza vizuri zaidi. Kwa hiyo all Dar es Salaam Africans wametoka na alama 3, wako kileleni. Wana pointi 60, wana goli za kufunga 57, wameconcede goli 9. Kwa hiyo mimi kwangu kama Samsimba ilikuwa leo tumeenjoy burudani, game nzuri ambayo kila mtu amefurahia game ya Yanga kwa siku ya leo. Unaambiaje watu ambao wanamfananisha Alan Okello pamoja na Kaka? Ukitengeneza comparison kati ya Dar es Salaam Okello pamoja na Chama, kwangu mimi tukiongea fact, bado Alan Okello ana vitu vichache sana ambavyo vifanya katika ligi yetu. Lakini numbers kwenye hii kwa huu muda ambao amecheza Dar es Salaam Africans ana namba nzuri. Lakini tukitengeneza jinsi gani ambavyo Chama amekuja Tanzania, Alan Okello amekuja Tanzania, bado mimi namuona Clatous Chota Chama amefanya vitu vizuri sana. Ndivyo, lakini sihitaji kumpa pressure Alan Okello. Nahitaji Alan Okello asimame kama Alan Okello ndani ya Dar es Salaam Africans, afanye vile vitu ambavyo yeye anaona ni usahihi ndani ya klabu yake. Hii kufanyia comparison huyu na huyu, hii huwa inaleta vitu ambavyo sivyo. Tukiangalia Chama kuna mambo makubwa sana ameyafanya ndani ya ardhi ya Jamhuri ya Muungano. Alan Okello na miezi 5-6 ndani ya NBC. Kwa hiyo bado tukisema tufanye comparison ya hao wachezaji bado hatutapata jibu sahihi. Kwa muda ambao anao Alan Okello na muda ambao tayari Chama amekuja Tanzania toka mwaka 2018, akatoka kaenda Morocco akarudi tena Tanzania. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo Chama amevifanya. Kwa hiyo siwezi kufanya comparison ya fact, bado nitaendelea kuwa Chama ni mchezaji mkubwa sana. Kama sasa viewers leo mmekaa Young Africans anarudi pale. Of course, Dar es Salaam Africans tayari kuna njia ambayo tayari ameitengeneza kwenye hii miaka 4. Kwa hiyo Simba tayari kwenye njia yake ya ubingwa ambao tulikuwa mfaya miaka 4, njia yetu imeshaota majani. Kwa hiyo sasa hivi mimi naamini tuendelee ku maintain kwa hii performance ambayo tunayo. Ukiangalia jinsi gani ambavyo Simba kwenye msimu huu tunaokwenda, inaweza tufanye rotation ya wachezaji wachache tu kuweza kuingiza kwenye kikosi. Naamini tuna wachezaji wazuri sana. Ukiangalia juu jinsi ambavyo tumewatengeneza, kuna mtu Libasi Guy, tuna Innocent Aura, tuna Ino Loemba, Clatous Chota Chama pamoja na Elim Panzu. Tayari kuna muunganiko ambao tayari umeshatengeneza chemistry nzuri. Kuna maeneo machache tu ambayo tunatakiwa twende tukatengeneze ili tuwe bora zaidi kuweza kuleta challenge kubwa kwenye msimu unaokuja. Kwangu mimi kama Simba. Naam. Goli la pili ambalo wamefungwa na Namungo, makosa yakionekana na mabeki. Pengine ni pressure ya Young Africans ndio imefanya Namungo afanye makosa kurudisha mpira nyuma na ukiangalia hata goli la kwanza. Ukiangalia goli la kwanza ambalo Dar es Salaam Africans wamekwenda kulifunga, ilikuwa wao wanakwenda kushambuliwa. Namungo alikuwa anashambulia Dar es Salaam Africans. Lakini high pressing counter attack ambayo ilikuwa ni ya speed. Unajua siku zote mpira unapigwa kwenye nafasi. Alichukua Alan Okello mpira akautia kwa Mudathiri Haya akautika kwenye njia akamwekea Duka ya Buya. Kwa ile counter attack ambayo amefanya Yanga kwa high press kubwa zaidi, kwa sababu Dar es Salaam Africans kuna wachezaji wakubwa ambao wanaweza wakakuhukumu dakika yoyote, wakafanya matukio moment zile za haraka kuweza kupata matokeo. Ndio kitu ambacho kimekwenda kuwachanganya mabeki wa Namungo, kwa sababu wote walikuwa wameshapanda juu kwenda kuwaattack Dar es Salaam Africans, lakini Yanga wakaiba ule mpira na kuweza kufanya high pressing ambayo imeleta kuleta madhara makubwa ndani ya Namungo FC, ndani ya Namungo. Kwa hiyo mimi kama Simba naiona Dar es Salaam Africans kwamba ni timu ambayo ina quality kubwa. Ukifanya comparison na Namungo FC, wameenda kuadhibiwa makosa ya mchezaji mmoja ambao ameweza kuibeba timu na kuweza kuipa matokeo Dar es Salaam Africans. Unaona matumaini yoyote ya kuwania ubingwa msimu huu kutokana na performance
za timu hizi zote mbili, Simba na Young Africans? Mimi nikiongea fact na pia nitatumia pia opinion zangu kwamba mimi bado ninaona kwenye pitch lolote linaweza likatokea, lakini nikiongea opinion zangu mimi kama vile mdau wa mpira nina uwezo wa kuongea maoni yangu. Hayo maoni yangu nasema kwamba Dar es Salaam Africans naipa nafasi kubwa sana kuchukua ubingwa. Kwa sababu gani? Ina nafasi nyingi ambazo tayari imekuwa beta zaidi, kwa sababu ina magoli mengi na zaidi ya goli 57 ya kufunga. Ukiangalia imeconcede goli 9. Ndivyo? Wana pointi nyingi kuliko opponent yote ambao wako kwenye NBC. Kwa hiyo bado mimi Yanga naipa nafasi kubwa sana kufanya vizuri na kuwa mabingwa msimu huu.